achia nafsi yako wazi, usikilize neno la leo. Nina uhakika hautakuwa katika njia mbili. Nina uhakika leo utakuwa na maamuzi ambao uko sahihi katika maisha yako. Amen. Tusome katika kitabu cha Zaburi cha 69 na mstari wa 9. Zaburi. Kitabu cha Zaburi 69 na mstari wa 9, tunasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Amen. Maana wivu wa nyumba yako umenikula, na laumu za ambao wananilaumu zimeniangukia. Narudilia vizuri. Katika kitabu cha Zaburi cha 69 na mstari wa 9 nasema hivi: maana wivu wa nyumba yako umenikula, na laumu zao ambao wamenilaumu zimeniangukia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Leo tutazungumza teme ambayo inatuambia bidii kwa kutafuta Mungu. Bidii kwa kutafuta Mungu. Hii ni maneno ambayo anazungumza hapa ya mhubiri wetu ambaye anatuambia Zaburi ya Daudi, ambaye anatuelezea kwamba wivu wa nyumba yako, unapokuwa katika wivu wa nyumba yako, hakuna mtu ambaye anaweza kubadilisha nyumba yako wewe. Mtu analazimika kuwa na wivu na vitu vyake ambavyo anavyokuwa navyo, ili visiweze kuangamia ama kupotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen, amen. Kwa hiyo bidii ya kumtafuta Mungu sio jambo nyepesi. Ni jambo watu wanaona ni jambo la kawaida, lakini ni jambo ngumu sana. Na mtu anapopata nguvu ya kumtafuta Yesu, ni vile vile kama vile mtu anavyotoka nyumbani kwake kuelekea kwa kutafuta maisha. Kwa sababu maisha yanaga kituo. Maisha hayanaga kituo. Lakini Yesu anakuwa na kituo. Na kituo cha Yesu, ukikubali kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha mwako, tayari unapata kituo cha Yesu Kristo tayari. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Na unapokuwa katika bidii kwa kutafuta Mungu ama kwa kutafuta uso wa Mungu, na Mungu vile vile naye atakuonekania tu. Kwa sababu akina Paulo walikuwa katika njia ya kutafuta watu wanaotangaza injili ya Yesu Kristo. Kufika njiani akakutana na Yesu. Kwa sababu alikuwa katika njia ya kuenda kutafuta vitu, ile njiani akapatikana, akakuwa Mkristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hivyo na maisha ya kiroho, lazima uchukue hatua kwa kumtafuta Yesu, sio kwa kusindikiza wenzako kanisani, bali na wewe kwa kwenda kwa kutafuta uso wa Mungu naye akuone. Ndio maana natakiwa nyumba yako uitengeneze katika misingi mizuri. Asio mtu mwingine kutoka mahali fulani aje kutengeneza mfumo wa maisha yako ndani ya nyumba yako. Hapana. Wewe mwenyewe ndio unatakiwa uchukue jukumu ya kutengeneza nyumba yako ndani ya familia yako. Wengi sana wanategemea kutengeneza mfumo na watu wengine. Wengine wanategemea baba yangu akishafariki ndio nabaki na urithi, ndio anaanza kutengeneza maisha. Wewe uko wrong. Umepotea. Tengeneza mfumo wa maisha wewe mwenyewe na familia yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi katika mji wa Tanzania, nakumbuka kipindi cha enzi Tanzania, mwaka wa 2000 na ngapi, 2000 kama na 3 kama na 4 ile. Tulitoka pale tukaenda kutafuta na ndugu yangu mmoja anaitwa Jay. Tukaelekea katika miji miwili ambayo tulitembea. Tulitembea mji wa Tabora na tukatembea katika mji wa Mwanza. Na kipindi tulipokuwa katika kwa kutafuta maisha, kwa kaangalia jinsi gani kuweza kupata maisha, tukakuwa wavuvi. Kwa kazi ya uvuvi ambayo tulifanyika sisi, siku moja tukapigwa na upepo. Huu upepo tulikutana meli ambayo inaitwa Victoria, mwenye lilo ziwa la Victoria. Mwenye lilo ziwa la Victoria akisha kuwa anapita katika usiku, lazima watu wafe, sacrifice. Ni ile meli haonaki kila nepote katika usiku. Hiyo meli haonaki kila mtu katika macho ya mwili ambayo tafikiria.
Ukiona ile meli mpaka Mungu akupe kibali ndio utaona ile meli. Na katika ile meli watu, mimi niliona ile meli, wenzao wakaona ile meli, na baadhi ya wale ambao kuona meli tulikuwa kama watu 10 na ngapi, lakini turudi kama watu 6 kama watu 7. Wengi wetu watu walifariki. Walibebwa na ukumbo wa ule upepo ndani ya ile meli. Ile meli ilikuwa na watu wengi wanacheza, watu wengi wanakunywa, watu wengi walikuwa katika burudani. Mimi nilikuwa nafikiri labda ni meli la kawaida kama meli zingine ambazo tunazoziona sisi. Lakini wale wazoefu wa maji ambao walikuwa wenyeji wameshajua ile meli, wakasema hapa watoto wetu unatakiwa mkae kimya na kila mtu aombe Mungu wake. Kila mtu aombe Mungu wake, kwa sababu hii meli ambayo tunakutana nayo ni meli ambayo inakuwa ni meli kubwa ambayo inalinda maji hii. Na hiyo meli sio kila mtu ambaye anaiona. Na nyinyi ambao umebahatika kuiona, waombe Mungu wako, kila mtu aombe Mungu wake, kwa sababu hapa kuko mawili, kupona ama kifo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hiyo ni njia kutafuta nini? Maisha. Na kipindi tulikuwa kule, tulikaa katika bahari muda wa siku 2 bila kunywa, bila kula hata chakula. Na baada ya siku ya 3 ndio tukafaulu kwenda manyumbani. Na kipindi tunaenda manyumbani, ndugu zetu ambao tulikuwa nao, wale je ambao tulikuwa naye, ule kaka maji ambao tulikuwa naye, tayari nilikuwa shaweka msiba kwamba mimi nifariki katika maji. Na watu ambao walikuwa katika kambi ya Nyarugusu walikuwa hawajui kama nimeshafariki. Wote aliogopa atatoa taarifa, je itakuwa atatoa taarifa, na kata alikuwa hajapata proof. Lakini kwa sababu baadhi ya watu wengi walifariki na wakaona maiti za watu wengine kwenye maji, na yeye akachukua picha kwamba tayari ndugu yetu Mokili kafariki. Nasemea mfano ama nasemea historia kwa sababu gani? Jinsi ya kutafuta maisha. Ina maana tulitoka katika kambi ya Nyarugusu tukaelekea Mwanza kwa kutafuta nini? Maisha. Na hivyo ndio natakiwa katika nyumba yako kuitafuta Mungu. Mungu anatafutwa. Mungu anatafutwa. Asikudanganye eti Mungu anakuja kwa mtu, anakuja tu. Hapana. Mungu anatafutwa. Mungu anatafutwa katika ile mahali ambapo unaenda, tunaenda kukutana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen, amen. Kwa sababu Mungu anatokua wale wote ambao wanamtafuta kwa bidii, wakikabidhi moyo wako ama moyo wako ukamkabidhi Yesu auendeshe, na hapo maisha yanabadilika. Katika kitabu cha Mezali 23 na 26 utasoma hapo. Ukitafuta Mungu kwa bidii na ukikabidhi moyo wako, yeye ndo atakuongoza, yeye ndo atakufundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo niliporudi kufika nyumbani katika mji ule, hapa katika bahari ile kufika nyumbani, ndugu wangu alicheka sana, na tulipata fedha, na hapo tukaanza safari, tukarudi manyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ina maana kwa kutafuta Mungu sio jambo jepesi. Watu watakuzomea, watu watakudharau, wewe ng'ang'ana naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo kwa kutafuta Yesu usifikiri ni jambo jepesi sana. Kwa kutafuta Yesu usifikiri labda kufumba na kufumbua utafaulu. Hapana. Lazima utapita katika changamoto. Kwa sababu gani? Hauwezi kuwa dhahabu bila kupita katika moto. Hauwezi kuwa dhahabu utapita katika tanuru la moto ing'ae, waitesi. Na hivyo ndio changamoto katika huduma. Usifikiri labda